Hadi kufikia mwezi Machi 2025, serikali kupitia wadau mbalimbali imewezesha jumla ya shule za sekondari 216 kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo kati ya hizo shule za sekondari 146 zinatumia gesi ya LPG. Aidha, serikali kupitia REA inaendelea kutoa ruzuku ya ujenzi wa miundombinu ya nishati safi ya kupikia kwa shule nyingine. Tarehe 20 Aprili 2025, REA kupitia Wizara ya Nishati imepokea kibali kutoka TAMISEMI cha kufunga miundombinu ya huduma ya nishati safi ya kupikia katika shule 115 zikiwemo shule za mikoa za sayansi za wasichana 16, shule za kitaifa za wavulana 7, shule za bweni za kawaida 66 na shule kongwe za sekondari 26. Serikali kupitia REA na wadau mbalimbali itaendelea kufunga miundombinu ya nishati ya kupikia katika shule za sekondari kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante, nashukuru kwa majibu mazuri na napongeza serikali kwa kuliona hili. Kutokana na juhudi za kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kuhusiana na nishati safi ya kupikia, je, serikali haioni kupanua wigo kupitia REA kutoa majiko haya, kujenga hii miundombinu ya gesi kwenye mahospitali, vituo vya afya, magereza kama vilivyofanya sekondari na shule za msingi? Kwa sababu changamoto kubwa kwenye shule za msingi kwa utoaji wa chakula shuleni ni hii miundombinu ya kupikia, yani kwa mkaa au kuni bei iko juu sana. Je, serikali hamuoni sasa kuongea na REA kwamba badala ya kutoa mitungi hii ya gesi kwa wajasiriamali ielekeze kwenye hizi taasisi za serikali? Tayari serikali inatekeleza mkakati huo. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais aliagiza taasisi ambazo zinalisha watu zaidi ya 100 ziweze kufungwa mifumo ya nishati safi ya kupikia, na tayari Wizara ya Nishati kupitia REA tumeanza kufanya hivyo. Tayari tunao mradi wa kufunga mifumo ya nishati safi ya kupikia kwenye jeshi la polisi, magereza takriban katika mikoa 24, jeshi la zimamoto pamoja na huduma za wakimbizi. Lakini hapa tunapoongea vile vile tunao mkakati na mradi tayari unaendelea wa kufunga nishati safi ya kupikia katika taasisi zilizopo chini ya Wizara ya Afya, hospitali za mikoa na za rufaa na za kitaifa takriban 21. Lakini vile vile katika taasisi za maendeleo ya jamii tunafunga mifumo kwenye vyuo vya maendeleo ya jamii takriban 13. Kwa hiyo serikali inatekeleza mkakati huo kuhakikisha kwamba zile taasisi ambazo zinahudumia kuanzia watu 200 mpaka 100 na zenye watu wengi basi zinafungiwa mifumo hiyo, na tayari tumeshaona matokeo katika baadhi ya magereza. Kwa mfano, wameshapunguza gharama ya uendeshaji takriban nusu. Kwa hiyo mhakikishie Mheshimiwa Mbunge, mkakati unaendelea na tutaendelea kufanya hivyo kwa taasisi nyingi zaidi. Nataka kujua mkakati wa serikali, kuna mkakati gani wa kuhakikisha taasisi zote mpya ikiwemo shule, zahanati, vituo vya afya ambavyo vinajengwa vipya munafunga kabisa mfumo wa gesi badala ya kwenda kuhama baadaye kwa sababu ni gharama? Kupitia mkakati wetu wa nishati safi ya kupikia ambao sasa tumeshaanza utekelezaji wake, kwa kweli huo ndio mtazamo ambao na taasisi wenyewe tunautazamia. Nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, serikali tumejipanga kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, lakini wenzetu wa mazingira na taasisi zote ambazo kwa pamoja tunashirikiana katika kutekeleza mkakati huu kuhakikisha yale maeneo ambayo tayari alishatolewa mwongozo yanayotoa huduma za kijamii na yanayotumia nishati nyingi sana katika kupikia yanafungwa mifumo hii ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo mkakati tunao na unatekelezeka vile vile.